Wenyewe. Ike! Ike! No. Naona kimya. Malaki yako kwa nanje wa kumbe changa. Bora niseme ndio ya mwanangu. Sawa. Sio kitu kae hapa ule. Penda kuliangana. Mama nini? Nitoka kumoja kumshosha kukula hapa. Shauri yako. Onyala kamine kuondoka zangu. Yaani mama ungechelewa kidogo. Ungenikuta nishakufa naye. Usemi mapema, ungekuwa unasema mapema, mama mtaka mimi hali yangu ngumu. Mimi nikipika na kuisabia. Unakaa nishapika nishamaliza ndio unapiga simu. Mama, njaa gongi yoni. No. Yaani njaa imekuja lugafu. Kwa hiyo mwanangu umeamka una shilingi. Yaani mama hela yote nimebetia. Yaani timu moja tu imeniangusha. Yaani moja. Nilikuwa napata milioni 30. Wewe, Timu moja tu mama. Unakwambia timu moja mtu wa hilo mwanangu. Lakini unaweza kufanya hivyo abiki bure. Wanaenda kwa waganga shauri yako. Kweli mama. Unasikia mna kutania? Usione hata anaenda kwa anabutua na kataida zamana, wanaenda kwa waganga kwanza kimaliza ndio wanakuja kubeti. Nikwambie. Utanielekeza. Mungu nipe, atakupa donda utembee nalo. Basi naye mama nimeshakuelewa nimekuona nielekeza. Mimi si ndo mama yako. Anaanza kunijamba tena. Kila siku mama tu. Mama kweli. Staajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Hivi mke wangu unajielewa kweli? Unafanya nini? Hivi hiki unachokifanya unajiona mwenyewe uko sawa? Ina maana unauliza uelewi au ni makusudi au una lengo gani? Wewe unaniambia kitu nimekifanya kipi ambacho nilikifanya ambacho sio kizuri. Kwa hiyo unataka kumlea huyo Likele mpaka apate mvi ndio ajielewe kwamba yeye sasa hivi anataka kusimama katika majukumu yake? Hata usimletee mwanangu chakula jamani. Kwa hiyo hayo malezi. Yaani mimi kule nyumbani na kutafuta muda wote, kumbe wewe umebeba chakula unaendelea kumlisha huyo mpumbavu, si ndio? Barikiwe. Mtoto ndio kwanza anakula. Unaanza kumsimanga kweli atashiba. Kwa hiyo ndio ukaniandalia chakula pale ukaeka mezani, mimi najua mke wangu yuko msalani na kusubiria tuje kula, kumbe mguu mosi mguu pili mpaka kwa mwanao, si ndio? Baba maneno gani unazungumza? Na wewe nyamaza. Usiojielewa wewe. Hivyo unataka mimi nikulee mpaka lini wewe? Sasa hivi mimi najua wewe ndio dume la mbegu, wewe ndio akunibeba mimi. Hivi huyo babu yako naye angekuwa ameniendekeza mimi kama wewe unapotaka nikuendekeze. Mimi ningekuwa mtu wa design gani? Huyu kashakuwa mkubwa tena ana mke. Wewe unampa chakula, wewe si kutafuta pesa sasa hivi kumpa mke apike chakula wale. Barikiwe. Kumbuka mtoto kwa wazazi akui. Wakati wote sisi tunamwona mdogo tu. Anapokuana sasa unafikia anaenda kula kwa nani? Kama sio kweli. Kweli kabisa mke wangu. Mtoto kwa wazazi hakui na siku zote mficha jipo la kwapa uambulia donda. Kwa baba kosa langu mimi kupiga simu kumuomba mama chakula, si ndio? Alafu mimi sijamwomba mtu baki, nimeomba wazazi wangu. Kwa hiyo masimango mimi sitaki baba yangu. Yaani imekuaje mpaka unaamua kupaza sauti hivyo kila mtu anasikia? Maana kama unanizalilisha bwana, unaonekana sina thamani yoyote katika ulimwengu huu. Hivi huyo babu yako naye angekuwa ameniendekeza mimi kama wewe unavyotaka nikuendekeze, mimi ningekuwa mtu wa design gani? Barikiwe. Kodi na kukauka kwa hiki chakula au na neno lingine? Nisikilize mke wangu.
Mtoto mleavyo ndio anavyokuwa. Sasa wewe endelea kulea jipu lako hapa. Matokeo yako utakuja kupata donda, uitwe kansa uende Ocean Road. Sasa nyanyuka tuondoke. Hebu tuondoke huko. Naona nakwambia kila siku tafuta kazi ya kufanya umlishe wewe. Ule wewe na mke wako. Twende. Nini? Jamani. Sasa simvuto. Wewe unajua kufanya huko. Yaani kama una chakula pale mezani kumbe na beba huko chakula nakuleta wewe. Unakosa gani? Sasa mimi si mwanao baba, mimi si mwanao. Kwa hiyo kama mwanangu yaani huko nakokuendea Likele utakuja kuniletea shida hata mimi. Na maana nikulisha wewe toka mdogo, mtu mzima na watoto wako wote nikualisha mimi. Ondoke. Haya, baba ondoke nyumbani. Mtoto unamtaka kama mdudu. Sio mdudu. Wewe mwana malezi haya. Hayo malezi. Mimi sikulelewa hivyo. Ondoke. Zimetufunga pingu za maisha. Ni dhambi tatu. Ni dhambi tatu. Ni dhambi tatu. Tunaishi kwenye jivu, tunasubiri tu moto utumalize. Ni dhambi tatu. Ni dhambi tatu. Ni dhambi tatu. Ni dhambi tatu. Zimetufunga pingu za maisha. Hivi unajielewa kweli wewe? Una akili timamu? Yaani uko sawa kabisa? Hivi utakuja kwangu kuniombea kula mimi mpaka lini? Au mimi nitakulisha wewe na wewe mjinga mwenzio mpaka lini? Huyo mwanaume wako anashinda kutafuta kazi. Akafanya kazi na ukafanya kazi mkaendesha maisha yenu. Mkatengeneza maisha yenu vizuri kabisa. Anachoshinda nini? Hivi. Yule mwanaume amekupa nini? Yule mwanaume amekupa nini? Nataka uniambie. Una shida gani wewe? Unakumbuka nilikwambia nini toka mara ya kwanza? Huyu mwanaume hakufai. Huyu mwanaume sio sahihi kwako. Sikukwambia mimi wewe? Wewe uninganganie. Mimi nampenda, mimi nafanyaje? Lele. Sasa yako wapi? Yako wapi? Mwanaume kutu amekaa ndani. Hataki kufanya kazi, hataki kufanya nini? Ila wewe ndio kutoka kwenda kufanya kazi kumlisha yeye. Kuja kuomba hela kwa kwenda kumlisha yeye. Mama basi utakusikia jamani. Ndio ninachotaka sasa wasikie. Vizuri tu. Wasikie vizuri kabisa. Kwa sababu una akili. Wewe ni mjinga. Mshauri mume wako aende akatafute kazi afanye kazi. Wewe toka afanye kazi mndoka afanye kazi ili muendeshe maisha yenu. Mndoka kunomba hela kuna mpaka lini? Mwanaume wako anataka kufanya kazi wewe? Mama sikiza nikwambie. Yaani leo tu ya mwisho, yaani mama, yaani naomba nakuomba tu ufanye kitu mama wangu. Unajua kwa sababu yaani leo ndio nimekwama, hamna siku nimekwama kama leo. Sasa mimi ndugu yangu nani? Rafiki yangu wa karibu ni nani? Ni wewe mama wangu. Naomba unisaidie. Leo ni mara ya mwisho tu, yaani mimi mama siji tena. Kweli tena. Sasa ni hivi. Kama umeshindwa maisha, rudi nyumbani. Kama huwezi kuishi na yule mwanaume, naomba urudi nyumbani. La, mwambie huyo mwanaume wako mjinga mwenzio huyo atoke katafute kazi afanye. Sio mimi pesa yangu kukulisha wewe na huyo mwanaume wako. Kama unaona ni rahisi, toka nenda kwa wakwe zako, waambie wakupe hela ya kula. Sina nielewa vizuri? Sina hela kwa leo ya kukupa wewe. Tena hasa kumlisha huyo mjinga mwenzio. Sina nielewa vizuri? Na sio kama sina hela, unajua? Mimi mwanamke wa shoka. Pesa ninayo, na biashara zangu zinakwenda kama kawaida. Lakini pesa ya kukupa wewe kwenda kumlisha mjinga mwenzio sina. Nenda kule kwa wakwe zako, wakupe hicho kishingi 5,000, kishingi 10,000 chakula, nenda. La sivyo mwambie mwanaume wako atafute kazi afanye.
Hiyo hela mimi sina. Nimeshakwambia zaidi ya mara 100. Yule mwanaume akufai. Kwani mwanangu anakosa nini hapa nyumbani? Achana naye, rudi. Sasa hivi mama, kwani wewe ukinipa 5,000 unapungukiwa nini eh? Unanipa hiyo 5,000, naenda kula mimi, naenda kunywa chips, mimi simpi. Kweli. Naenda kunywa chips pale kwa na mimi, nakula peke yangu, simpi. Yaani simpi mwenyewe namkomoa. Yaani namkomesha, yaani nimechoka. Sasa iko hivyo. Wewe bibi mjinga, si ndio eh? Wewe bibi fala kabisa. Si ndio? Sasa hiyo hela ambayo kwenda kula chips pale ukala peke yako kashiba sio kwa nini? Nenda kaomba pesa. Ndio ukakae nayo kwa chips, ule unyime mdo wao. Lakini hela mimi ya kukupa wewe kwenda kula hiyo chips sina. Maisha yanakushinda, bwana kurudi nyumbani. Sasa mimi na shida kidogo. Nikasema hapa nimtafute rafiki yangu gani? Nikasema nije kwako. Kaka, bila kipengele kimoja. Nilikuwa naomba uniazime 500. Mimi kuna mchongo na usikilizia ndani ya nusu saa mimi nakuletea hapa. Tena nakuletea na zaidi. Hawa nasema kweli. Yaani mimi ninachokwambia ni kweli kabisa. Yule alikuwa kama hivyo. Mama hapa kaka nisaidie. Nimekwama, yaani ndugu yako nimekwama. Yaani nikikupa hela yangu nataka leo jioni ije. Hamna shida. Jioni haifiki. Yaani hela inarudi. Yaani wewe sema tu nirudi. Yaani wewe kuwa na imani na mimi. Yaani nakwambia I lie. Yaani si hela yangu sawa? I lie kaka. Wewe nisaidie. Wewe ndio una baya. Asante. Hii imeisha. Nusu saa tu kaka. Yaani si hela yangu Usijali. Marahaba za kwako. Sawa. Karibu mwanangu. Asante. Karibu. Asante. Karibu kaya. Basi nimkaje? Vipi hali? Salama za kwako. Salama, unaendeleaje? Mimi sijambo kabisa. Sijui nzima. Mwanangu wa jambo. Karibu. Furaha sana, ana furaha. Eti. Karibu sana baba. Asante. Mama, mimi nimekuja hapa na tatizo kidogo. Unajua nimezunguka kote, lakini nimekosa msaada kabisa. Kuna tatizo kwani? Sio tatizo kubwa, ila unajua nimezunguka kote, lakini nimekosa msaada kabisa. Mbona unanitisha? Sio kubwa sana. Kuna kiwanja mama kipo kinauzwa milioni 1. Na mimi nimejichanga hapa. Nina 500,000. Hii hapa. Sasa ningepata 500,000, ningeenda kukichukua kile kiwanja. Mama, kuuziwa kile kiwanja milioni 1 ni kama bahati. Yaani kinaweza kikawa zaidi ya milioni 1. Mwanangu, una uhakika nacho? 100% mama. Unajua hapa mjini sasa hivi kuna matapeli wengi sana. Na watu wanauziwa wengi sana viwanja bandia mwanangu. Je, hicho una uhakika nacho? Msimkatapeliwa baba. Na kitu ambacho nakwambia nina uhakika nacho kabisa. Na hata mke wangu amekiona. Yaani mimi mke wangu nimeenda naye na amekiona hiko kiwanja. Na yeye ndo ameniambia.
nenda kamjaribu mama, kama ana hiyo 500 atakuongezea. Nikasema nija. Basi sawa mwanangu, sivyo ni jambo jema. Na nyinyi bado ni vijana wadogo na natakiwa mjiwekeze mapema kabisa ili mtengeneze maisha yenu ya baadaye. Basi sawa, haina shida mwanangu. Mimi hela nitawapa. Nitawaongezea hiyo hela. Lakini tu kwamba mwe na uhakika nacho na mwende mkaandikishiane mpaka kusisi serikali za mitaa nini. Yaani mwana vibali vyote. Sawa? Sawa mama. Msije mkatapeliwa mwanangu. Asante. Nitawapa. Asante. Sawa. Matajiri tukishaingia lazima uchangamke. Bosi, nimeingia, nimetia timu hapa. Nafunga watu wote hapa, nafunga ba. Lete vinywaji. Lete, si unajua, lete kasto, lete kasto. Umejaliwa. Ipe vitu. Wanasema tumia pesa ikuzoee. Asante. Karibu. Asante. Mbona umekuwa uchangamki? Karibu. Asante, ni kunya vyombo. Kunya vyombo. Picha huko. Mtoto kama hao ndio ukae na watu wenye pesa kama sisi. Ushafika, changamka. Unapoa nini? Moyo vipi? Moyo vipi? Kunywa. Unaelewa? Haujaelewa? Leo tunatoka wote. DJ, mbona imepoa? Weka mziki, weka vyombo. Jamani wewe. Weka vyombo. Katika. Uya.
unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you've dialed is not available at present. Please try again later. Sasa kwa nini imekuwa kama hivi? Alafu mimi sijakubaka. Tulishirikiana wote. Tatizo sio kubaka. Yaani hichi kitu ambacho umekifanya kimesababisha mimi nitakuwa katika matatizo makubwa sana. Mimi na mke wangu mimi. Sawa. Naomba nguo zangu basi niweze kuondoka. Nguo zote zimechafuka. Jana yaani usiku ulilewa sana. Mimi hapa penyewe nimepata tabu kukuburuza kukuta mpaka kukuleta hapa. Kwa hiyo mimi nilichofanya nikaziloweka. Subiri kukuche. Niende nikazifue. Kisha utaenda kuchunga. Utazilowekaje? Yaani utaziloweka. Yaani unapolalamika poje enjoy kwa na mimi. Sio kama sijaenjoy. Yaani ndio ujui tu. Sasa kama umeenjoy unapiga kelele sana mimi. Mimi unajua kama ni bahati sana kukaa na mtoto mzuri kama mimi. Mzee mwenzangu, bwana hata tumekutana. Ndio. Hivi kwa nini watoto wanataka kufanya mambo ya maendeleo? Wanataka kujiendeleza kwenye maisha yao. Alafu nyinyi mnashindwa kuwasaidia? Kwa nini mzee mwenzangu? Mtoto akapata kiwanja. Lakini umepungukiwa hela. Mzee mwenzangu unashindwa kumsaidia kweli? Mpaka aje kwangu mimi nimpe hela jamani? Inawezekanaje hicho kitu? Mzee mwenzangu, hivi wewe umeona kuna mtu mpumbavu wa kiasi gani mwanawe mwenye akili timamu akataka kufanya jambo la msingi alafu akakataa kumsaidia? Ukiona hivyo kuna sababu. Mtoto amekuja amesema jamani nimepata kiwanja kizuri nauza milioni 1, akaja pale na 500,000 kesho mkononi akanionyesha hizo 500,000. Akasema nimehangaika kote nimekosa. Sasa nikasema jamani mzee mwenzangu anashindwa kumsaidia hata mtoto kweli? Mpaka aje kwangu mimi. Ndio nikabaki na shangaa. Basi mimi nikaona haina haja kwa sababu na mimi pia ni watoto wangu. Ikabidi nitoe 500,000 niwape. Kwa hiyo wewe umetoa 500,000 umempa mkwe. Akanunua kiwanja. Ndio.
Amekwisha kuambia iko kiwanja ikakipatia wapi? Kwanza hizi habari za kiwanja kwangu mimi ni ngeni. Si unanielewa? Hizi habari za kiwanja kwangu ni ngeni. Kwa hiyo hajaje kukwambia? Nachotaka nikwambie mzee mwenzangu ni hivi. Usichokijua ni sawasawa na usiku wa kiza. Mimi Likele ni mwanangu. Na Likele mimi namfahamu matandu makoko. Likele hana kiwanja wala hatua za miraba. Hana. Kazi yake Likele ni kubeti. Na hiyo hela kama kweli umempa 500, mtafute akakuonyesha hicho kiwanja alichokinunua. Lakini vinginevyo utakuja kulia zaidi ya hapo. Mimi nakupa pole. Unaelewa vizuri eh? Tena mimi ninachotaka nikushauri, mwite mkweo. Kaa naye. Ikiwezekana akupeleke mpaka kwenye hicho kiwanja. Mimi ndo babake Likele. Siwezi nikamchukia mtoto wangu pasipokuwa na sababu za msingi. Matendo yake mimi ndio yanayonifanya na Likele tusiende pamoja. Wewe kama mzazi ungenipigia hata simu basi uniulize, baba Likele, mtoto amekuja kuna 1 2 3, lakini wewe mwenzangu umekurupuka, unachukua hela unampa mkweo. Sasa ninachotaka nikwambie, jiandae kulia kwa maradhi. Tufunga pingu za maisha. Ni dhambi tatu. Ni dhambi tatu. Ni dhambi tatu. Tunaishi kwenye jivu, tunasubiri tu moto utumalize. Ni dhambi tatu. Ni dhambi tatu. Ni dhambi tatu. Ni dhambi tatu. Zimetufunga pingu za maisha. Tunaishi kwenye jivu, tunasubiri